Unasemaje wewe? Ndio. Ndio kweli. Toka nje. Sasikia. Hapa kuna sisi tena kuona. Utalia tutakwenda. Mimi si mara, niache na mara yangu. Kale. Kwani toka na mume wangu. Kalikumbuka ni rafiki yangu. Hata rafiki sio nipende kutoka na mume wangu. Sawa. Najua mume wangu ndio aliyekufuata kutongoza. Najua sawa. Lakini nenda tu niachie mume wangu. Naomba. Nataka kujua kwa mume wangu. Kwanza unako ni sana, anajua kujianza. Pia usisawishi. Sasa wanawake ambao kutoka mtaani natamani sana kuelewa, lakini ndio hivyo, nimeshatiana. Na siku nyingine usaidie kumwambia wewe ujinga wako. Najuta kuolewa na mtu kama wewe. Yaani natamani siku zirudi nyuma niolewe hata na Juma mnywa pombe. Lakini tamaa ziliniponza mimi leo. Nikamwacha Juma, nikaolewa na mchungaji ambaye hujui lolote lile kuhusu upendo. Hivi yaani mchungaji takataka. Unasemaje wewe? Ndio. Karibu. Sawa basi, mimi naomba tukae hapa tuzungumze. Mimi nina shida yani. Mume wangu sasa hivi amebadilika sana. Amekuwa ni mtu ambaye anaweza hata kurudi nyumbani. Hata asiporudi siku nyingine anachelewa. Nikimuuliza anaishia tu kunipiga. Ananipiga, ananitukana, ananipokea, ananidharau. Yeye mbadilika sana. Ya pole sana kwa changamoto. Lakini kwenye ulimwengu kila jaribu na mlango wake kutokea. Na sio wote ambao wanapitia changamoto. Kuna ndio watu wengi sana ambao wanapitia changamoto. Ila cha kwanza unatakiwa kusimama sana na Mungu wako ili kuweza kuishinda ile jaribu. Na unapokuwa kwenye maombi usimsahau kujiombea mume wako, usisahau kujiombea mwenyewe ili mume wako naye atasawa katika shughuli zake. Alafu kitu kingine, mimi nitaongea na mchungaji, kwa hiyo tutafunga kwa ajili yako, tutakuombea ndio yote itakuwa sawa. Asante sana mchungaji. Kwa nini kuingia ndani? Nataka kujua kwanza umetoka wapi. Yaani wewe ndani wewe hauingii. Nataka uniambie umetoka wapi na umelala wapi. Jandina, naona unajisaulisha sana. Hivi kwa nini wewe wanawake hawa mridhiki? Ufanye nini ili mridhiki? Jandina, naongea na wewe. Kipindi sina kazi, hivi tulisema na marafiki zako. Kwa napenda sana kulala kitandani kuliko kufanya kazi. Haya, kwa sababu nina kazi. Unatamani nishinde kazini tukeshe tukifanya mapenzi. Na baba asubuhi utahitaji nikupe pesa ya matumizi. Jandina, kama umenichoka, naomba fungasha kila kilicho chako na uombe kwenu. Rudisha ndio.
mume wangu zamani mtoto mume wangu wote wanasema ibada njema inaanzia nyumbani, lakini mimi na wewe ndani tuishi kama mpaka nyumbani. Hivi unaweza ukaniambia wewe ni mchungaji wa ng'ombe au ni mchungaji wa kanisa la Bwana? Wewe kwa nini unauliza hivi? Nataka kujua. Hebu nisikilize. Mimi kuna muda nikifikiria na kidogo kumaliza. Kwa sababu mimi nachokujua, mke na mume wanakuwa kitu kimoja. Mimi nimeamka asubuhi nikitegemea na kukuta mke wangu umekaa unafanya maombi, lakini cha ajabu niamka umekaa unasubiri nitoke tuanze kugombana. Sasa mimi sikutaki ugomvi wako, sawa? Mimi naomba niende nikafanye ibada yangu vizuri. Leo ni siku yangu yenye baraka sana, sitaki kutoka hapa na nuksi. Nadhani unanielewa. Neno la Bwana linasema hivi, amtumainie Bwana ndiye atakayerithi ufalme wa mbinguni. Sasa wewe kwenye huu mstari haupo. Mimi sitaki kuonekana mwongeaji sana, yaani wewe aone utofauti na Delia basi nianguke. Sasa mimi nikupe tu uone kwamba uniwezi kwa chochote mbinguni, na nitaingia na watu waweza kunizoea kwa chochote hivi. Mimi nitakuwa tu asubuhi njema. Shalom. Samahani baba, hivyo ninavyoona ndio nilikuwa nakuja kwako. Bila samahani, na mimi pia hivi ninavyoniona ndio naelekea kazini. Vipi, kuna tatizo? Ndio, kuna tatizo. Kama mkeo alikuja nyumbani na akasema kuwa unamtesa sana kiasi kwamba anakosa amani ndani ya nyumba yenu. Si ni nini? Na mchungaji, kwanza mimi nataka nikutoe wasiwasi. Mimi na mke wangu tunaishi kwa amani na upendo kabisa, na hapo navyoniona ndio nilikuwa naelekea kazini. Lakini kabla ya yote, mimi na mke wangu tulikaa jana tukapiga hesabu, tukaona si vyema, siku zimepita sana. Kwa hiyo nilikuwa na kwamba nikitoka kazini nipitie nyumbani nikuletea angalau chochote ambacho tulijadili na mke wangu, sadaka kama baraka nyumbani kwako. Naomba pokea mama mchungaji. Amen, barikiwe sana Raymond. Wewe na kazi njema. Nashukuru sana mama mchungaji. Baby. Kuna simu nyingi zimepigwa sana hapa. Nimepata beki kama kisa hapa chuma kimo. Unajua mimi nilipotoka nyumbani nimeaga kwamba naenda kufanya maombi. Sasa muda wa maombi umeshaje. Baby. Kuna mtu anagonga mlango kwa nje. Kamwangalia. Kuna simu nyingine hapo.